2026. Mtihani wa kidato cha 6 na ualimu ngazi ya cheti na stashahada itaanza tarehe 4 Mei mwaka 2026 katika mikoa yote nchini, ambapo mtihani wa ualimu utakamilika tarehe 18 na kidato cha 6 tarehe 25 mwezi huu. Aidha, mtihani wa kidato cha 6 utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 1068 na vituo vya watahiniwa kujitegemea 226, na mtihani wa ualimu utafanyika katika vyuo vya ualimu 104 nchini. Kuhusu usajili, jumla ya watahiniwa 133,655 wamesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha 6, ambapo watahiniwa wa shule ni 126,578 na watahiniwa kujitegemea ni 7,077. Kati ya watahiniwa wa shule waliosajiliwa, wavulana ni 64,187 sawa na 51%, na wasichana ni 62,391 sawa na 49%. Kwa watahiniwa kujitegemea, wanaume ni 4,259 sawa na 60%, na wanawake ni 2,818 sawa na 40%. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, jumla ya watahiniwa 14,679 wamesajiliwa. Kati yao 12,789 watafanya mtihani kwa mara ya kwanza kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mtaala ulioboreshwa, na watahiniwa 1,890 watafanya mtihani wa marudio kwa kutumia mtaala wa zamani. Kwa mtaala ulioboreshwa, watahiniwa watakaofanya stashahada ya ualimu elimu msingi ni 10,674, stashahada ya ualimu elimu ya awali 1,379 na stashahada ya ualimu elimu maalum ni 736. Kati yao wanaume ni 4,473 sawa na 35%, na wanawake ni 8,316 sawa na 65%. Kati ya watahiniwa 1,890 waliosajiliwa kufanya mtihani wa marudio kwa kutumia mtaala wa zamani, watahiniwa ngazi ya stashahada katika masomo ya science na hisabati ni 1,540 na watahiniwa ngazi ya stashahada ngazi ya cheti ni 21. Kati ya watahiniwa waliosajiliwa wapo watahiniwa wenye mahitaji maalum 229 kwa mtihani wa 4 kwa mtihani wa ualimu, wakiwemo wenye changamoto za uoni hafifu, wasioona, wenye uziwi na wenye ulemavu wa viungo. Kuhusu maandalizi ya mitihani hii, baraza limekamilisha usambazaji wa mtihani husika, vijitabu vya kujibia na nyaraka zote muhimu katika mikoa yote nchini. Baraza kupitia kamati za mitihani za mikoa na halmashauri limeendesha semina kwa wasimamizi pamoja na kuhakikisha kuwa mazingira ya vituo vya mitihani tulivu na salama kwa ufanyikaji wa mitihani ya taifa kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa, stadi na umahiri wa wanafunzi katika maeneo yaliyojifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya elimu ya sekondari ya juu, ambapo matokeo yake hutumika kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu na vyuo vya kati katika fani mbalimbali za utaalamu wa kazi. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, lengo ni kupata walimu makini ambao watafundisha katika ngazi ya elimu ya msingi. Nitoe wito sasa kwa kamati za mitihani, wasimamizi, wamiliki wa shule na jamii kwa ujumla. Baraza linatoa wito kwa kamati za mitihani kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kwamba vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Baraza linawataka wasimamizi walioteuliwa kusimamia kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu na kuzingatia kanuni za mitihani, taratibu na miongozo ya baraza ili kila mtahiniwa apate haki yake. Wasimamizi wahakikisha watahiniwa wasiona wanapewa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu na wenye uoni hafifu maandishi yaliyokuzwa. Aidha, watahiniwa wote wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama kanuni zinavyoelekeza. Kwa upande wa watahiniwa, tunaamini kuwa umeandaliwa na kujiandaa vizuri, hivyo baraza halitarajii kuona mtahiniwa anajihusisha na vitendo vya udanganyifu, kwani atakayebainika matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani. Baraza linawataka wakuu wa shule na wakuu wa vyuo kuzingatia mwongozo wa usimamizi na kuepuka kuingia ndani ya vyumba vya mitihani. Baraza halitasita kukifuta kituo cha mtihani endapo litajiridhisha pasipo shaka kuwa uwepo wake unahatarisha usalama. Jamii inaombwa kutoa ushirikiano katika kuhakikisha mitihani ya taifa inafanyika kwa amani na utulivu. Wananchi wajiepushe kuingia katika maeneo ya shule na vyuo katika kipindi chote cha ufanyikaji wa mitihani. Taarifa kuhusu uwepo wa viashiria na vitendo vya udanganyifu na hujuma katika mitihani ya taifa iwasilishwe kupitia namba ya simu 0759360000 na barua pepe es.necta@necta.go.tz.
Baraza linawatakia watahiniwa wote kila laheri katika kufanya mitihani ya kidato cha sita na ualimu kuanzia tarehe 4 Mei hadi tarehe 25 Mei mwaka 2026. Asanteni sana. Kwanza ni faraja kubwa sana kuona usajili wetu wa watahiniwa ni 51% kwa wavulana na 49% kwa wasichana, na hii ni asilimia ambayo inaakisi demographic profile ya nchi. Ukiangalia katika ile tathmini ya jumla ya hali ya Watanzania tulivyo, katika sensa ya makazi na watu ya mwaka 2022 tulikuwa na tofauti ndogo sana kati ya wanaume na wavulana. Sasa kwa usajili wa mtihani wa kidato cha sita mwaka huu, wavulana ni 51% na wasichana ni 49%, na hii sasa kwa wasichana imekuwa ni ongezeko kubwa sana kutoka miaka michache iliyopita. Na kuhusu wenye mahitaji maalum, 229 kwa mtihani wa kidato cha sita, lakini watahiniwa 44 kwa mtihani wa ualimu, nayo pia kuna ongezeko. Juzi tulikuwa na watahiniwa 217 na idadi ile ilitoka kwenye 101. Sasa kuwa na watahiniwa 229 na ualimu 44, maana yake tumewatambua zaidi ya watahiniwa 300 wenye mahitaji maalum, na hii ni kutokana na juhudi ambazo zinaendelea baraza kuweka mifumo mizuri ya usajili wa wanafunzi wote bila ya kujali hali zao zilivyo. Kwa wanafunzi wawe watahiniwa wa shule, watahiniwa kujitegemea, wawe wa mtihani wa kidato cha sita, wawe na ualimu, huwa tuna mfumo ambao tunahitaji kujua hali zao, ikiwemo hiyo ya hali ya ulemavu. Sasa katika watahiniwa hawa, katika mfumo wa usajili tunawatambua kiidadi mahali walipo, lakini tunawatambua na hali zao vile vile. Wapo watahiniwa siona, tunawapatia mtihani wenye nukta nundu. Wapo watahiniwa wenye uoni hafifu, tunawapatia mtihani wenye maandishi ya kawaida lakini maandishi yaliyokuzwa. Wapo watahiniwa wenye changamoto nyingine za kusikia, tunawapatia wasimamizi maalum. Wapo watahiniwa wenye physical disability, ulemavu wa viungo, na wenyewe tunawapatia mitihani maalum. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba Baraza la Mitihani la Tanzania linaishi katika tunu zake, core values, na moja katika core values muhimu ni fairness, kutenda haki. Kutaendelea na kutekeleza majukumu hayo kama miongozo inavyoelekeza. Asanteni sana.